motisha. Ndio. Wawe na hamu ya kuchukua kikombe chao wakilete huku. Na waende uwanjani wakiwa wengi, waende kupokea kikombe chao kwa kuleta timu ya Amana Kali. JRTV. Basi hapa tuna JRTV, subscribe, like na comment. Black Korea iko mbele yako. Leo tuko na kocha Kilozo kutokea Amana Kali Volleyball na tunazidi kuishi naye kwenye channel ya JRTV. Jambo la heri, usisahau kusubscribe, like na comment kwa ajili ya kupata wakati. Inakuwaje kaka? Salama kwema? Kwema kabisa. Tulikuwa na maneno kidogo, tunataka kupiga story na wewe kutokana na finali hii ya kesho, kwa sababu FEBA ina nukuu kwamba ni uhakika ushindi ni wa kwao. Kwa upande kama vile wewe wa kwako kocha, unaweza ukatuambia nini? Sawa, unajua maneno mtu anapokuwa anaongea, anaongea kwenye mdomo, lakini mpira ni hesabu ya mwalimu, ndio, pamoja na wachezaji. Kwa hiyo wanapokuwa wanapoongea ni mashabiki, sio wachezaji. Na mpira dakika 90 ndio hivyo. Sasa hivi tunajua kama ulifanya mengi sana mikoani na ulichukua na kombe nyingi mikoani, lakini mpaka imefikia hapa kambini ulikuwa bado hujawahi kufikisha timu yoyote ile finali na ukachukua finali. Je, hichi kitu unaweza kuwaambiaje mashabiki wa Amana Kali pamoja na wafuatiliaji wa JRTV online? Kwa kweli swali lako ni nzuri. Na kweli nimecoach muda mrefu kambi ya Nyarugusu. Hivyo tukua timu ya FEBA, nimefikisha timu tu kwa tuzo ya ilikuwa timu ya 3. Kuchukua ushindi wa 3. Ushindi wa 3. Okay. Lakini mpaka muda huu nifika hatua nilikuwa basi kuchukua kikombe kabisa. Na nimefurahi sana. Kufika hatua kama hii na timu kama hii, kwa sababu katika zile timu kubwa kambini Amana Kali ipo. Na kuchukua kikombe na timu ya Amana Kali itakuwa ni kitu ambacho kinanipa nguvu sana na motisha mkubwa sana. Kwa hiyo naambia mashabiki wa timu ya Amana Kali, kwanza nimshukuru kwa kuona kipi naweza kuja kuwasaidia, na kila ambao niona ndio hichi hapa nimekipata. Kwa hiyo waje kwa wengi uwanjani ili chukue kikombe hicho. Mechi yako wewe na R1 ulilalisha mechi kwa kutokana na kidogo changamoto zilizotokea pale. Watu wakanukuu kwamba wamefanya vibaya, watu wengine wakasema hapana, kocha hajafanya vibaya, kuna matatizo fulani ambayo yalitokea mistake huko nyumbani. Na kuja hata na ulilala, lakini moyo ulikuwa sio wa kwako, na mashabiki wengi walikuzungumzia kwenye mitandao pamoja na kukutukana. Hicho kitu kwako wewe ulikichukuliaje? Kilozo ni kocha mkubwa. Na unajua mawazo ya shabiki iko tofauti sana mawazo ya kocha. Mchezo ule ulikuwa mechi yenyewe ilikuwa imeshaisha. Kwa tekniki zangu nilikuwa naona nishamaliza mechi. Na hisi beki ya R1 ilikuanza kucheza, nikaanza kutafuta wachezaji wangu kuwafanya kuwaumiza. Na kuna baadhi ya namba 10 alikuwa shapata kadi ya njano. Nikaacha kuona hapana, sababu timu nimeshafunga na wachezaji wengi ambao wakuzuia, acha nibadilishe mchezo, hao wachezaji waingie wazuie, na wachezaji ambao washalipa matokeo wapumziki ili wasipate kadi nyekundu kama gisi D1 wale sone nani level wa cost. Walipoteza wachezaji. Mimi sikutegemea kitu kama hicho kama kinaweza katokezea. Kwa sababu wale wachezaji ni wachezaji wa maana na ninawaamini, na wamecheza mechi katika hizo mechi ambazo tumecheza na wametufikisha hapa. Kwa hiyo mashabiki ni watu ambao wanataka kwa kila kitendo ambacho unapokifanya ndani ya uwanja wapate ushindi. Na bado ushindi ulikataa, wakaja wakagomboa. Ni mapla teknike, ili nifanya sababu ya kuzuia, na sasa wakafanya sababu ya kushambulia na akapata matunda. Juzi kwenye peji ya Fred Mtafuni aliposti kwamba sijaona kocha mzuri kama Kilozo, maana amenifungulia nyota yangu na kuonekana bora zaidi. Je, wakimnyima Fred tunzo hii ya chipukizi bora, kwako unaweza ukasemaje? Kwangu itakuwa nitaumia zaidi, kwa sababu ni chipukizi bora ambao ameonyesha matunda na mabadiliko sana kwa kambi ya Nyarugusu. Mpira ambao anaucheza ni kweli Fred nimekuja kumbadilisha kipaji chake. Kwa hiyo tunzo inamuhusu kabisa, inabidi apewe tunzo hiyo, ni ya kwake. Haina comment hiyo. Haina comment. Je, wakiwa wamempiga mkono, unaweza ukaongea nini kwenye viongozi au kwenye bodi
ya usimamizi wa kandanda kambini Nyarugusu? Mimi nitawaambia tu wacheki kwanza, wacheki vizuri, waangalie kwenye faida ametoka, na ligi ngapi amecheza, na mpira ambao amecheza sasa hivi, kambi mzima kila mtu anampa hizo kura. Kwa hiyo itakuwa ni kitu ambacho kitaniumiza sana katika falsafa ya kambi ya Nyarugusu kimichezo, hasa kwa machipukizi. Sababu chipukizi anafanya vizuri lazima umpe tuzo yake ili umpromote. Lakini wakikosa kumpa nafasi, watakuwa wananivunja moyo sana, kwa sababu mimi ni kocha ambao naangalia kwa mtazamo wa umbali sana. Kitu gani ulikiona kwa maana kaje na ukakataa kusajiliwa wachezaji wapya, ukasema hawa ambao wako hapa wanatosha na nitachukua kombe na hawa ambao wako hapa? Na kati tunajua baada ya hapo nyuma kuna wakocha ambao walikuwa wanakuja hapa wanasema hapana, mniongezee namba 9, namba 8 pamoja na goalkeeper. Then wewe umekuja na ukasema kwamba mimi hawa nitajua jinsi gani nitakao maintain na watafanya vizuri. Kitu gani ulikiona kwa wachezaji wa Manakali? Sawa, asante. Kwa kweli nilipofika nilipewa freedom na uongozi wa timu ya Manakali. Akaniambia timu tumekukabidhi wewe, na kama kuna sehemu ambao unaona kuna mapungufu unaacha kufanya usajili. Kwa hiyo wale wachezaji ambao unapokuwa unawataka tuambie, tukununulie, tukulete kwenye timu, kwa sababu sisi tunaacha kufanya ya mabadiliko ya timu, tuchukue kikombe. Ila mimi niliwaambia hapana. Kwa mtazamo wangu nilipofika hapa nimeona kuna vijana wengi ambao wanajua mpira. Kwa nini nihangaike? Kwa nini nisajili watu wengine na kuna vitoto hapa vinajua mpira? Ndio maana nikasema hapana. Nitaangalia kwa vijana ambao nimekuta hapa kukuza, na LD Sport kuna vitoto ambao niliviona vilikuwa vizuri. Moja kwa moja nikavichukua nikaingiza kwenye timu ya Amana. Ndio hao wamekuja kubadilisha falsafa yangu na kufikisha timu ya Amana hapa kwenye wamefikia. Nyarugusu Camp jana imeposti kwamba hatuhitaji kitunzo bora Kilozo achukue, maana medali wa D1 ndo amekuja chipukizi, amefikisha D1 kwenye hatua bora ya nusu finali, na alikuwa bado ni kocha chipukizi. Alafu Kilozo zeni ashafanya makubwa mengi, lakini ni ngumu sana hakuwahi kufika hapa ambako sasa hivi amefika. Je, hichi kitu unaweza ukakinukuu vipi kwa upande wa Nyarugusu Camp? Huo ni mtazamo. Huo ni mtazamo. Kwa kweli napokuja kuangalia medali, kweli ni kijana ambaye amefanya vizuri. Ndio. Lazima nimpe support, lazima niongee ukweli. Amechukua timu akiwa Young Boys. Ni kijana, na nijaribu kumwambia, nijaribu kumuonesha katika wale wachezaji wa kocha ambao watoto ambao wananisogelea sana. Medali yumo ndani. Ndio. Pamoja na kocha wa Baraka Mosa. Ndio. Wale na wapromote na waonesha ukweli wa mambo. Lakini kwa kupana tuzo lazima watu waangalie. D1 ni timu ambayo imeandaliwa muda mrefu. D1 na usajili, D1 na wachezaji wa kongwe. Lakini ni timu ya Amana nimekuja ukiwaangalia ni timu ambayo iko na Young Boys. Ambao mimi nimewaandaa kwa muda huu ambao nimefika hapa na kutengeneza timu kama hiyo, na watoto wadogo ndo wanacheza falsafa ambao kambi mzima wanashangaa. Kwa nini hiyo tunzo hainusu? Hiyo tuzo ni lazima niipewe, kwa sababu kwanza kwa kukuza vipaji. Kambi mzima hakuna kocha mwenye ana uwezo kama huu, kama wa Kilozo. Mimi ni kocha pekee ambao nina uwezo huu, na mimi ni kocha pekee ambao ninaona kwa umbali kwa vijana. Na hiyo tuzo inanihusu kwa sababu timu ya Amana ukija kuiangalia sasa hivi imechukua ubingwa. Wakongwe wote 100% wamecheza mechi ndogo sana. Kwa vijana wangu, kwa vijana ambao nimepandisha ndio wamenifikisha hapa. Na inanihusu hiyo tuzo niipate. Mfumo wako wa uchezaji ni tofauti na mfumo wa kocha wengine, kwa sababu mfumo wako umekuja hautaki mchezaji apige chenga sana, inakuwa ni pesi, unaangalia goli liko wapi. Je, kitu gani ambacho umekificha kwa makocha wengine lakini umekuja kukifungua kwa wachezaji wa Manakali? Sawa, hii ni falsafa yangu. Ndio. Na napokuwa kwenye media kuna vitu vingine ambao hauwezi kutoa kwa sababu kesho nina finali. Ndio. Napokuja kuongea falsafa ile au siri yangu ya ndani, pengine walimu wakocha wengi wananipitia mimi. Japo kama walipita kwa Karimu, kwa kweli walio wengi wanakuja wanaangalia mtazamo wangu, na huwa wengi nawaambia na nawasaidia mawazo. Sasa napokuja kusema chochote kile ambacho nakificha ndani ya timu ya Manakali, ndio inawezekana kesho unaweza kuwa na mzigo mkubwa. Cha kwanza hiyo nimebana kwa maana nimeficha hiyo siri kidogo. Lakini kitu ambacho kimenipa nguvu sana na kutumia nafasi mkubwa sana, nimekuta timu ya Manakali ina vijana ambao wanakubali mfumo
wa kukimbia kwanza, bado wana uwezo huo. Ni watu ambao hawawezi kuchoka dakika 90. Ndio. Na nikaona nitumie ile falsafa ya kugusa na kuondoka. Kwa sababu kuna zile falsafa ambao naweza kugusa sana akili sina malengo. Ila timu ya Amana Kali kuna vitu ambavyo vinagusa na natafuta malengo kwa muda ambao napokuwa nimeupangilia. Umepangilia. Ndio. Kauli moja kwa kuambia mashabiki wako Amana Kali ambao wana motivation ya Jumapili kwamba ushindi ni wa kwao. Kauli moja tu ya kuwashindikizia kwa kauli moja kutoka kwa kocha. Kwa kweli kwanza nimeshukuru kwa ukarimu wa timu ya Amana Kali. Kisi walivyoona kunisajili kunileta huku. Sio kitu rahisi. Na waomba. Sehemu hii ni sehemu nzuri sana ambayo nimewafikisha, na lazima wawe na motisha. Ndio. Wawe na hamu ya kuchukua kikombe chao wakilete huku. Na waende uwanjani wakiwa wengi, waende kupokea kikombe chao kwa kuleta timu ya Amana Kali. Cha kumalizia, nashukuru sana TV yetu. Sio TV gani? TV online. Kwa hiyo naomba tu karibu sana siku nyingine, kesho kutwa, mazoezi yanaendelea. Tujumuike pamoja. Asante sana. Nashukuru sana kwa muda wako. Usikose kumfuatilia kocha Kilozo kwa muda wote yule ambao tulikuwa tuko naye hapa. Asante sana kocha, unaweza ukaenda kwa viongozi kule. Asante sana Jao TV Online, tulikuwa tunazidi kutamba. Black OG alikuwa yuko mbele ya kamera, nyuma ya kamera ni Innocent Defender. Usikose kusubscribe, like na comment kwa ajili ya kupata notification kwa wakati. Asante sana. JRTV